maadhimisho haya yaende sambamba na kupeana elimu, lakini mnapeana elimu katika mambo ya msingi ambayo ndio hasa mwanamke anatakiwa ayajue, mwanamke anatakiwa ayapate, lakini mwanamke anatakiwa asimame nayo katika kuhakikisha kwamba gurudumu la maendeleo la taifa letu tunalisukuma kwa pamoja. Ndugu zangu UWT ambao ndo wenyeji wetu katika hili, niwapongeze Nyamagana kwa sababu mmeichukua ajenda hii na leo mmedhihirisha kwa kuwepo hapa. Bima ya afya kwa wote ni mfumo ambao unalenga kuhakikisha kwamba kila mwanamke anapata huduma ya afya popote alipo, ambazo pia inazingatia hali halisi ya maisha aliyonayo, kwa sababu tutaambiwa mafungu jinsi yalivyo na namna. Ukiwa na bima ya afya una uhakika wa afya yako kwa mwaka mzima. Hatuongei na Mungu kujua leo nitakuwa mzima, kesho nitakuwa dhaifu, leo nitakuwa na pesa, kesho sitakuwa na pesa. Ukishalipa pesa yako kwa ajili ya bima ya afya kwa mwaka, usilalamike kwamba nimelipa alafu sijaugua. Mshukuru Mungu umelipa na haujaugua, kwa sababu pesa ile unayoitoa sio kwamba ni wewe tu, umebeba jamii nyingine kubwa, kwa sababu si wote wanachangia na wote wanaugua. Unaweza ukalipa kila mwaka, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, na usiugue, usiache, kwa sababu ipo siku tu utaokoa maisha ya mtu mwingine. Ipo siku wewe huna kitu mfukoni, ukapata janga moja kubwa, ikakusaidia bima yako. Unaepusha katika masuala mengine ya kuuza rasilimali zako ili ukapate matibabu. Kama tunavyojua wanawake, mgeni rasmi, kila tarehe 8 mwezi wa 3 wanawake tunajikumbusha na vikao vya Beijing ambavyo vilifanya maamuzi kutufikisha leo wanawake tuko kwenye vikao vya maamuzi, ambavyo vikao vile vimetupunguzia mfumo dume. Kwa hiyo kila mwaka mwezi wa 3 tarehe 8 huwa inafanyika kitaifa, kiulimwengu. Sisi wilaya Nyamagana tumesema tusinyamaze, tuitane, tusemilishane, tuelezane, tukumbushane. Hapa kila mmoja na wazo. Sasa yale mawazo badala ya kukaa nayo, tumeona tuje kwa pamoja ili tushirikishane. CCM oye! Oye! Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe hizi kimkoa itafanyika kwenye wilaya unayotoka wewe, wilaya ya Ilemela. Nichukue fursa hii na kukutaarifu kwamba wanawake hawa na wengine walioko majumbani tutajitahidi kwa hali na mali kuungana na wenzetu wa Ilemela, wa Kwimba, wa Magu, wa Ukerewe, wa Misungwi, wa Sengerema ili tufanikishe sherehe hii kimkoa wa Mwanza. Na sherehe hizi zitakuwa kwenye viwanja vya furahisha. Benki ya Azania kwa kuona umuhimu wa mwanamke, kuhakikisha mwanamke anainuliwa na tuweze pia kufikia kauli mbiu yetu hii, haki sawa na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Hatuwezi kufikia huko bila kuwa na uchumi ulio imara. Ni kweli sio kweli? Sasa Benki ya Azania ili kumuinua mwanamke imekuja na mambo makuu mawili. Ni product yetu ambayo tunayo sasa sokoni kwa muda kama wa miaka 3, lakini leo pia ni vyema tukiwaambia kina mama ili tuweze kuendana na kauli mbiu yetu hii na tuweze kuwa na uchumi imara mpaka tunapofikia mwaka 2050. Mambo makuu yanayomsumbua mwanamke, cha kwanza, katika uendeshaji wa akaunti zina gharama kubwa. Na sisi wanawake wengi tupo, kuna wanawake ambao wako na shughuli zao ambao ni wa chini, wapo wakati na wapo ambao wameshainuka. Sasa kwa wanawake wale ambao wengi bado wapo ambao wako katika kima kile cha chini, imekuwa ni ngumu sana kutumia akaunti za benki kwa sababu gharama ni kubwa. Sasa Benki ya Azania kwa kuliona hili, cha kwanza kabisa imekuja na akaunti kwa mwanamke ambao ni akaunti, cha kwanza kuifungua ni bure. Kwa hiyo nitakushangaa sana mama leo ukiondoka hapa bila kuwa na akaunti ya Azania, kwa sababu kuifungua ni bure, lakini unaruhusiwa kuweka fedha. Lakini kingine, akaunti hii haina makato kabisa, haina makato yale ya mwisho wa mwezi, haina makato wakati wa
kutoa fedha unapokuja kutoa kule ndani, lakini pia haina ile kima cha chini ambacho unatakiwa uache kwenye akaunti yako. Kwa wale ambao wamekuwa na akaunti kwenye mabenki mbalimbali, unakuta ukiweka fedha zako, kuna kiasi kikifika unaambiwa hiki uweze kukitoa kwa sababu inatakiwa kilinde akaunti yako. Sasa benki ya Azania kwa kuyaona haya, akaunti ya mwanamke haina makato, kuifungua ni bure, ili kumwezesha huyu mwanamke ambaye anafanya shughuli zake mbalimbali aweze kuzipata fedha zake zote wakati anapohitaji kuzitoa kwenda kununua bidhaa nyingine. Mwenyezi Mungu ametujalia sana sisi wa Tanzania. Ametupa vyanzo vingi sana vya maji. Hapa mita chache tu kutokea hapa tulipo kuna Ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni moja ya chanzo kikubwa sana cha maji katika bara letu Afrika. Ndio ziwa kubwa kuliko maziwa yote kwenye bara la Afrika. Na ni bahati nzuri zaidi kwamba eneo kubwa la Ziwa Victoria 46 kama sijakosea liko upande wetu wa Tanzania, ukilinganisha na nchi zingine ambazo tunashare ziwa hilo. Kwa hiyo Mungu alitujalia, akatupa neema, akatupa fursa, akatuletea ziwa hapa. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na ziwa hapa pembezoni mwetu, hicho ni kiwango na ni neema ya kwanza kwamba tunaweza tukafuga samaki. Tutaiona ni kawaida kwa sababu ni ziwa, ulizaliwa ukalikuta. Kwa sababu ni ziwa, wewe unaliona tu ni ziwa. Lakini wakija wenzetu wawekezaji, wakikutana na hili ziwa wanaona pesa. Mungu ametusaidia sisi, tumepata masoko makubwa sana ya samaki. Kwa takwimu zilizopo hapa nchini, uhitaji wa samaki hapa nchini ni zaidi ya tani 800,000 kwa mwaka. Na upatikanaji wa samaki hao ni tani 350,000 kwa mwaka. Kwa hiyo tuna kama tani 4.5 kwa mwaka ambazo sasa ziko hewani, ambazo sasa hiyo ndio fursa, hilo ndio soko. Na mtakubaliana na mimi kwamba sisi kacha yetu, sisi utamaduni wetu tunapenda sana kula samaki. Utalinganisha sisi na Wakenya wanapenda kula zaidi kuku na Waganda wanapenda kula zaidi kuku, lakini sisi wa Tanzania tunapenda kula samaki. Tunapenda kwenye milo yetu tuwe na kitoweo samaki. Kwa hiyo soko lipo la kutosha. Ninyie sasa mkalichangamkie. Na kwenye soko, Mheshimiwa mgeni rasmi, na chama changu, Chama cha Mapinduzi, hawa kina mama tunawahamasisha wengine kufuga samaki, mtusaidieni na nyie. Tunapenda sana wawekezaji waje kwa wingi, lakini wawekezaji wanaokuwa wanakuja kwetu hapa wasitumie soko letu. Wao wazalishe wakauze kwao huko na nje ya nchi. Sisi soko letu tubaki nalo sisi wa Tanzania. Bongo Play TV.